Sisi tumekwisha kuwasha mwenge, tumekwisha kuwasha mwenge. Sisi tumekwisha kuwasha mwenge, tumekwisha kuwasha mwenge. Wilaya ya Dodoma inaendelea kuuenzi Mwenge wa Uhuru kwa kuratibu mbio zake zenye mchango mkubwa katika kuimarisha umoja, upendo, amani, mshikamano wa kitaifa na maendeleo ya wananchi kwa ujumla. Falsafa ya mbio za Mwenge wa Uhuru imejengeka katika ukombozi wa kifikra kwa misingi ya haki, usawa, umoja na uwajibikaji. Ni ukweli usio na shaka kwamba Mwenge wa Uhuru umetoa mchango mkubwa kwa kuchochea maendeleo ya wilaya, kuleta umoja, amani, utulivu, mshikamano wa kitaifa, pamoja na kupambana na vitendo vya rushwa, uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Sisi tumekwisha kuwasha mwenge, tumekwisha kuwasha mwenge. Ni siku ya Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 saa 1:30 asubuhi inatajwa kufungua ukurasa mwingine wa kukumbukwa na wananchi wa wilaya ya Dodoma. Ni siku ambayo Mwenge wa Uhuru ukiwa chini ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 ndugu Wazo Michael Mwang'onda uliingia rasmi ndani ya wilaya ya Dodoma ukitokea wilaya ya Mpwapwa. Tukio hilo lilishuhudiwa kwenye uwanja wa mpira wa mtaa wa Vikonje B kata ya Mtumba, ambapo mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri alipokea mwenge huo kwa heshima kubwa kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Mpwapwa. Tukio lililoambatana na shamra, nyimbo za kizalendo, ngoma za asili na mwitikio mkubwa wa wananchi waliokuwa na shauku ya kuuona Mwenge wa Uhuru ukipita mbele yao. Kwa fahari kubwa na moyo wa uzalendo, karibu Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 ndani ya wilaya ya Dodoma. Mimi Jabir Musa Shekimweri, mkuu wa wilaya ya Dodoma, ninakiri kupokea Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 kutoka kwako Mheshimiwa Dr. Safia Kizigo, mkuu wa wilaya ya Mpwapwa, ukiwa unawaka, unameremeta na unang'aa. Aidha, ninakiri kupokea msafara mzima wa wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiongozwa na ndugu Wazo Michael Mwang'onda, wakiwa na afya njema, timamu, wakakamavu na tayari kufanya majukumu haya. Mwenge wa Uhuru utakimbia umbali wa kilomita 86 tayari kukagua, kuweka mawe ya msingi na kutembelea miradi 7 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 9.8 na pia kutoa ujumbe wa Mwenge wa Uhuru kwa wananchi. Tuko tayari kutendea Mwenge wa Uhuru haki na Mwenyezi Mungu anisaidia. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 zilibeba ujumbe wa ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Ziliangazia miradi 7 iliyotekelezwa katika wilaya ya Dodoma, ambayo ni mradi wa nishati safi ya kupikia shule ya sekondari Dr. Samia, mradi wa uwekezaji binafsi wa hoteli ya Starline na mradi wa kusimika kamera za usalama, mradi wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa shule ya sekondari Wela, mradi wa kikundi cha mwamko wa vijana kiuchumi unaojishughulisha na usafi wa mazingira, mradi wa maji safi kata ya Nala, ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.6 kwa kiwango cha lami kutoka barabara iendayo Singida hadi hospitali ya jiji na ujenzi wa majengo 3 katika hospitali ya jiji. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 katika wilaya ya Dodoma zilianza kwa kutembelea mradi wa nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari Dr. Samia. Taarifa ya mradi ilisomwa kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 ambapo ilieleza kuwa shule hii inatumia nishati safi ikiwemo gesi inayozalishwa kutokana na taka za mwili pamoja na gesi ya kiwandani kwa ajili ya mahitaji yake ya kila siku. Lengo la mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, lengo la mradi ni kuhifadhi mazingira kwa kurejesha takataka zinazozalishwa shuleni pamoja na kupunguza madhara yanayotokana na matumizi ya kuni na mkaa
kwa kutumia nishati safi ya kupikia. Hatua za utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi ulianza kutekelezwa na mkandarasi Suma JKT Julai 2020 na ulikamilika Septemba 2025 na kuanza kutumika. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi umetekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 698,161 na senti 86 hadi kukamilika, na fedha hizi zimetokana na mradi wa P4R chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 alitembelea mradi huo na alikuwa na haya ya kusema. Kwa kuwezesha mambo haya kufanyika katika shule hii ya Daktari Samia sekondari, kuja kuleta mfumo huo wa mchakato unaotengeneza biogas ambayo inatumika kupikia hapa, ni jambo ambalo ni la kipekee kwa taasisi za umma hasa shule, na Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana, na naomba hata shule zingine ambazo zina wanafunzi wengi basi tutengeneze mfumo kama huu. Kwanza unapunguza gharama. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwezesha hili jambo ambalo linakwenda kupunguza gharama za serikali katika mambo ya kuwapikia wanafunzi mashuleni. Na hii ikiwezekana ipelekwe hata shule zingine ili ikapunguza gharama zaidi. Namshukuru kamishna wa elimu yuko hapa. Nadhani tatufikishia shukrani zetu. Kwa upande wa elimu mmefanya kazi nzuri, na tunaomba na shule zingine pia ziwezeshwe kupata hii biogas nzuri na inapunguza gharama. Na Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na uko tayari kuzindua hii biogas. Mradi wa uwekezaji binafsi hoteli ya Starline na mradi wa usimikaji kamera za usalama. Mradi wa hoteli una gharama ya shilingi bilioni 3 ukiwa na lengo la kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kuwa wananchi wananufaika na mazingira bora ya uwekezaji wilayani Dodoma. Akiongelea mafanikio ya mradi huo, alisema kuwa manufaa ya mradi ni kutoa ajira kwa wananchi wapatao 35 pamoja na kuongeza hadhi ya wilaya ya Dodoma katika eneo la uwekezaji. Lengo la mradi ni kutoa huduma bora na za kisasa za malazi, chakula na kumbi za mikutano. Aidha, kuchochea uchumi kupitia ongezeko la shughuli za kibiashara na mzunguko wa fedha, pamoja na kuongeza ajira kwa wananchi na kukuza sekta ya utalii katika wilaya ya Dodoma ambapo ni makao makuu ya nchi. Hatua za utekelezaji. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, mradi wa Starline Hotel ulianza mwaka 2025 ukijengwa na kampuni ya One Tiani Real Estate Investment Company Limited. Sasa umekamilika kwa 100% na tunatarajia kuanza kupokea na kuhudumia wageni kutoka sehemu tofauti tofauti ndani na nje ya Tanzania. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, ujenzi wa hoteli hii umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 3 hadi kukamilika. Mradi wa usimikaji kamera za usalama unagharimu kiasi cha shilingi milioni 682.5 ukiwa na lengo la kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, Halmashauri ya Jiji la Dodoma pamoja na majukumu yake mengine inawajibika kuhakikisha ulinzi na usalama kwa wananchi wake kwa kusaidia ama kuwezesha vyombo vya ulinzi na usalama kutekeleza jukumu lao la msingi la kuhakikisha kunakuwa na ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Hivyo mradi huu umezingatia maeneo yenye mkusanyiko ya watu wengi, miundombinu ya serikali, uwekezaji mkubwa wa sekta binafsi na maeneo mengine ya kimkakati. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, lengo la mradi ni kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao pamoja na miundombinu ya umma katika jiji la Dodoma, kudhibiti makosa ya barabarani na matendo ya uhalifu. Aidha, mradi utasaidia kutoa uhakika wa usalama kwa wadau wa shughuli za maendeleo na kulifanya jiji la Dodoma kuwa salama kwa shughuli za uwekezaji, kidiplomasia, utalii na kuhakikisha jiji linaendeshwa kidijitali. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 alitoa ujumbe ufuatao. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu, mradi wa uwekezaji wa hoteli ya kisasa Starline Hotel
lakini pia mradi wa usalama ambao ni wa ufungaji wa kamera. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa, na mara baada ya kupokea taarifa umekagua hoteli yetu na umetembelea mradi wa ufungaji wa kamera barabarani. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, tumie fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji wetu, na wawekezaji wanakuja sasa hapa nchini kwa sababu hakuna mkwamo wa aina yoyote, na amewahakikishia usalama wao kwa kuhakikisha anatoa fedha nyingi za kufunga kamera katika jiji hili la Dodoma. Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa hoteli hii ya kisasa pamoja na ufungaji wa kamera kwa ajili ya usalama wa jiji letu la Dodoma. Na Mwenge wa Uhuru uko tayari kuzindua kamera hii na umetembelea uwekaji wa kamera pale nje. Asante sana. Mradi wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa shule ya sekondari Wela. Akimkaribisha kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mkuu wa shule alisoma taarifa ya mradi kuwa mradi huu wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2025. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi huu umetekelezwa kwa kiasi cha shilingi milioni 42 na laki 8 fedha za Kitanzania kutoka mapato ya ndani. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kutekeleza mradi huu. Kwa heshima na taadhima, tunakuomba utembelee na kuzindua mradi wetu. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 alitoa ujumbe ufuatao. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefika katika shule yetu, umepokea taarifa na umekagua vyumba vya madarasa viwili. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule yetu ya Wela umekamilika na umekamilika katika ubora mkubwa sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu anahakikisha wanafunzi hawa watakaokuja kwa pamoja kwa madarasa haya mawili ya 6 na 7 waje wapokelewe katika mazingira mazuri, vyumba vizuri vya madarasa pamoja na madawati. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa vyumba vya madarasa hapa shule ya Wela, na umefurahishwa na ununuzi wa viti vya kukalia wanafunzi, na uko tayari kufanya uzinduzi na kukabidhi viti na meza ambavyo vimenunuliwa. Mradi wa kikundi cha mwamko wa vijana kiuchumi. Kikundi cha mwamko wa vijana kiuchumi ni miongoni mwa vikundi vinavyonufaika na mkopo usio na riba wa 4% unaotolewa na Halmashauri ya Jiji la Dodoma kwa ajili ya kuwawezesha vijana kiuchumi. Kikundi kilipata mkopo wa shilingi milioni 121.8. Akisoma taarifa ya mradi, alisema kuwa kikundi kimepata mafanikio ya kuweza kujiendesha na kutoa ajira kwa watu 25. Lengo la mradi huu ni kujikwamua kiuchumi na kujipatia kipato kupitia shughuli za usafi wa mazingira na udhibiti wa taka ngumu katika Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Kikundi kilianza mwaka 2020 ambapo wana kikundi tulichanga 60,000 kila mmoja na kufanikisha mtaji wa awali wa $300,000. Fedha ambayo ilitumika kukodi mkokoteni na kununua vifaa vya usafi na kuanza shughuli za kukusanya taka ngumu katika mtaa wa Mbuyuni. Kikundi kilipata habari ya uwepo wa fursa za mkopo wa 10%, hasa mkopo wa kundi la vijana wa 4%. Mwezi Disemba 2025 tulianza mchakato wa halmashauri. Benki ya NMB walitutembelea na kupendekeza tupewe mkopo usio na riba kwa kiasi cha shilingi milioni 121,871,152 na senti 50. Fedha hizo za mkopo tumetumia kununua gari ya kubebea taka aina ya tipa tani 8 kwa kiasi cha shilingi milioni 114,750,000. Kikundi kimepata mafanikio yafuatayo: kuweza kujiendesha, kukomboa maguta matatu, kutoa ajira za muda mrefu na mfupi kwa watu 25 wakiwemo madereva wa guta 6, wapakiaji taka 12, wakusanya fedha 7
na kuanzisha mfumo wa kidijitali app utakaotusaidia mawasiliano na wateja ambao wanahitaji huduma za kuondolewa taka kwa haraka. Naye mbunge wa jimbo la Dodoma mjini alikuwa na haya ya kusema. Mradi huu ambao umeushuhudia leo ni moja ya miradi ambayo kwa namna ya pekee inaunga mkono azma ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba majiji yetu yanakuwa safi. Unapokuwa na watu wengi namna hii wanaoingia katika jiji kama hivi, manake ni kwamba hata uzalishaji taka unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo mradi kama huu kwa kweli ni mradi wa kimkakati, lakini pia ni mradi ambao unaongeza fursa ya ajira kwa vijana wetu katika jiji letu la Dodoma. Aidha, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 baada ya kutembelea na kukagua mradi alikuwa na haya ya kusema. Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu, mradi wa vijana ambao wananufaika na mkopo wa 10%. Umepokea taarifa na baada ya kupokea taarifa umetembelea mradi huu wa vijana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, vijana hawa wanafanya kazi kubwa. Vijana walianza na guta la kuazima, lakini wakawa wanafanya usafi katika jiji letu la Dodoma, na baadaye wakapata maguta kama 4 5 ambao na wenyewe walikuwa wanaazima, lakini baadaye wakaona fursa ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kuwainua wananchi wa Tanzania kiuchumi, hasa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Na wenyewe vijana wakatumia hiyo fursa, wakaja halmashauri, wakajiunga kwenye vikundi, wakapata mkopo kupitia halmashauri yetu. Na hivi leo tunapokuja hapa, kwa vijana hawa wamenunua gari ambayo liko pale na thamani kubwa sana zaidi ya milioni 100. Tunawashukuru nyinyi pia viongozi wa jiji la Dodoma kwa kuhakikisha vijana wanapewa kipaumbele katika fursa hizi ambazo Mheshimiwa Rais amezielekeza kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, sasa Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na kazi hii iliyofanywa na vijana ya kuchangamkia hii fursa, na uko tayari kutembelea hapa na kufungua gari lao liendelee kufanya kazi katika jiji la Dodoma. Asante sana. Mradi wa maji safi kata ya Nala. Taarifa ya mradi huo ilisomwa na ilieleza kuwa: Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, lengo kuu la mradi huu ni kuboresha huduma ya usambazaji maji na kuongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 88.94 kwa siku hadi kufika lita milioni 91.2 kwa siku, ambao hili ni sawa na ongezeko la 2.5 kwa siku. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, mradi huu umegharimu jumla shilingi bilioni 1,604,672,368 na senti 95. Fedha zote hizi za kutekeleza mradi huu zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi sasa jumla ya kiasi cha shilingi milioni 954,203,245 na senti 63 kimelipwa kwa wakandarasi wote na wazabuni waliohusika utekelezaji wa mradi huu, ambao malipo hayo ni sawa na 59.46%. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 alizindua mradi huo na alikuwa na haya ya kusema. Baada ya kukagua mradi wetu wa maji umekamilika na DUWASA wamefanya kazi kubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, mradi huu wa maji umeletwa hapa Nala mahususi kwa ajili ya wananchi wa Nala, lakini pia kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda. Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi na ukarabati wa maji, na naomba tu maji yaendelee kusambazwa kwa watu ili wananchi wa Nala waendelee kufurahia maji safi na salama. Mwenge wa Uhuru ye! Ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.6 ya kiwango cha lami. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 zilizindua barabara yenye urefu wa kilomita 1.6 kwa kiwango cha lami kutoka barabara iendayo Singida hadi hospitali ya jiji. Mradi una gharama ya shilingi bilioni 2.8. Taarifa ya mradi huo ilisema kuwa kukamilika kwa mradi kumerahisisha kufikika kwa huduma za afya, kuchochea muonekano wa ukuaji wa kiuchumi kwa wananchi katika eneo la Nala na kurahisisha usafiri wa watumishi
wanaofanya kazi katika hospitali ya jiji. Gharama ya mradi na hatua utekelezaji. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, ujenzi wa barabara hii umefanywa na mkandarasi mzawa Kings Builders Limited na umegharimu fedha za Kitanzania TZS bilioni 2,872,857 na senti 94 zikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri. Utekelezaji wa mradi huu katika hatua ya kipindi cha matazamio kwa mkandarasi na tayari unatoa huduma. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, halmashauri ya jiji la Dodoma inaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 chini ya uongozi thabiti wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kusimamia miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo miradi ya barabara. Kwa heshima na taadhima, tunakuomba ukague na uzindue mradi huu. Aidha, tunaungana na wenzetu katika kupokea ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Mwenge wa Uhuru hoye! Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka 2026 alizindua mradi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.6 kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu, mradi wa ujenzi wa barabara ya umbali wa kilomita 1. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa na mara baada ya kupokea taarifa umekagua. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, ujenzi wa barabara hii umekamilika. Ni barabara ambayo inaunganisha barabara inayokwenda Singida na inaunganisha kwenda katika hospitali yetu ya wilaya. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, barabara imejengwa vizuri na imewekewa alama za barabarani. Kwa kweli tunashukuru sana serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya Mheshimiwa Rais kuleta maendeleo kwa Watanzania na hasa hapa Dodoma. Leo ameelekeza hii barabara ijengwe kwa haraka ili iweze kukamilika, wananchi waweze kuitumia kuelekea katika hospitali yetu. Hii barabara ni muhimu sana na hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa barabara hii ambayo inakwenda kwa mkombozi kwa Wanadodoma wanaotumia hii barabara kwenda hospitali na kwenda kwenye makazi yao. Kwa hiyo tunashukuru sana hii barabara kuwepo na Mwenge wa Uhuru umefurahishwa na uko tayari kufanya uzinduzi. Mradi wa ujenzi wa majengo matatu katika hospitali ya jiji iliyopo kata ya Nala. Mradi umegharimu kiasi cha shilingi milioni 800 fedha kutoka serikali kuu. Taarifa ilieleza mafanikio ya mradi. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na halmashauri ya jiji Dodoma kwa pamoja tumetekeleza mradi wa ujenzi wa majengo matatu ndani ya hospitali ya jiji ambao ni jengo la upasuaji, wodi ya wanaume na jengo la kufulia. Hospitali hii iko mtaa wa Nala, kata ya Nala na inahudumia wananchi wapatao 765,179, kati yao wanaume wakiwa 373,440 na wanawake 391,739 kutoka kwenye kata zote za halmashauri ya jiji Dodoma na wilaya jirani. Akiweka jiwe la msingi kwenye mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka 2026 alisema kuwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa na mara baada ya kupokea taarifa umekagua ujenzi wa majengo hayo mawili, jengo la upasuaji, wodi ya wanaume pamoja na jengo la kufulia, yanaendelea vizuri. Awamu ya kwanza imeshakamilika, kilichobakia ni umaliziaji na maeneo mengine yameshakamilika kabisa, kilichobakia ni kuweka vifaa. Ndugu zangu wananchi na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa jengo la upasuaji, jengo la wodi ya wanaume pamoja na jengo la kufulia, na uko tayari kuweka jiwe la msingi ili majengo haya kamilike, wananchi wa Dodoma waendelee kutumia. Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka 2026 chini ya kiongozi ndugu Wazo Michael Mwang'onda katika wilaya ya Dodoma zimekimbizwa umbali wa kilomita 86.3 na kutembelea, kukagua, kuzindua na kuweka jiwe la msingi miradi 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 9.8. Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka 2026 katika wilaya ya Dodoma zilifikia tamati na kuelekea kwenye eneo la mkesha
katika shule ya msingi Kizota iliyopo kanda namba 3 na kutoa nafasi kwa wananchi wa wilaya ya Dodoma kukesha na kusherehekea Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026. Asante kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 ndugu Wazo Michael Mang'onda, viongozi na wananchi wa wilaya ya Dodoma. Mwenge wa Uhuru oye! Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini jiji la Dodoma.